Yes, karibu katika mchujo wa habari muhimu za asubuhi. Leo tunaangazia hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mapigano yanaendelea katika eneo la Minembwe, huku waasi wa Twirwaneho Red Tabara na AFC M23 wakiripotiwa kuendelea kushikilia mji huo wa Minembwe licha ya mashambulizi ya FARDC na wazalendo. Pia tutakuletea taarifa kuhusu makumi ya raia wa Kongo waliorejeshwa kutoka Uganda na kupokelewa katika mpaka wa Kasindi wilayani Beni. Vile tutangazia mjadala unaoendelea kati ya serikali ya Kongo na AFC M23 kufuatia madai kuhusu hali ya Waswahili nchini Kongo, huku msemaji wa serikali Patrick Muyaya akijibu vikali tuhuma zilizotolewa na waasi hao. Hizi ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Basi tunakomba endelea kuwa nasi kwa maelezo kamili ya kila taarifa. Karibu. Mapigano makali yanaendelea katika maeneo ya milima ya juu ya Minembwe kati ya Fizi na Mwenga mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yanaendelea kuzua wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama wa raia. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali kutoka eneo hilo, waasi wa makundi ya Twirwaneho Red Tabara wanaoshirikiana na muungano wa AFC M23 wanaendelea kudhibiti kitovu cha mji wa Minembwe licha ya mashambulizi makali yaliyofanywa kwa siku 4 mfululizo na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kushirikiana na makundi ya wazalendo wanaojulikana kama wazalendo. Mapigano hayo yameripotiwa kuwa makali katika maeneo mbalimbali yanayozunguka Minembwe, huku pande zote mbili zikijaribu kuimarisha nafasi zao za kijeshi. Jeshi la FARDC na washirika wake wamekuwa wakifanya operations za kuwasukuma nyuma waasi hao, lakini hadi sasa waasi hao bado wanashikilia maeneo muhimu ndani ya kitovu hicho cha Minembwe. Hali hiyo inaendelea kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Baadhi ya familia zimelazimika kukimbia makazi yao na kuelekea katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, huku wengine wakikabiliwa na changamoto za kupata huduma za msingi kutokana na kuendelea kwa mapigano. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa Minembwe ni eneo lenye umuhimu wa kimkakati kutokana na nafasi yake katika milima ya juu ya Kivu Kusini. Udhibiti wa eneo hilo unaweza kuwa na athari kubwa katika mwenendo wa mapigano yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo, juhudi za kutafuta suluhisho la kudumu kupitia njia za siasa na kidiplomasia zinaendelea kujadiliwa na wadau mbalimbali wa kikanda na kimataifa. Hata hivyo, hali ya usalama bado inaonekana kuwa mbaya, huku mapigano yakiripotiwa kuendelea katika baadhi ya maeneo yanayozunguka Minembwe. Wananchi wa eneo hilo wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mzozo kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu na kuhakikisha usalama wa raia ambao ndio wanaendelea kuathirika zaidi na mapigano. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi kamili ya waliopoteza maisha au kujeruhiwa kutokana na mapigano hayo, lakini hali ya usalama bado inaendelea kufuatiliwa kwa karibu na mamlaka pamoja na mashirika ya kibinadamu. Hiyo ndiyo hali ya usalama inayoendelea kuripotiwa katika eneo la Minembwe, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tujielekeze Kivu Kaskazini ambako makumi ya raia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikuwa wakiishi katika nchi ya Uganda bila vibali halali vya ukaaji wamepokelewa katika eneo la mpakani la Kasindi wilayani Beni mkoani Kivu Kaskazini. Baada ya kufikishwa mpakani, wahusika walipokelewa na mamlaka za Kongo pamoja na huduma za uhamiaji kwa ajili ya kutambuliwa na kupewa msaada wa awali. Baadhi yao walieleza kuwa walikamatwa wakati wa misako ya kawaida yaliyofanywa na vyombo vya usalama vya Uganda dhidi ya wahamiaji wasiokuwa na nyaraka zilizotakiwa. Mashirika ya kibinadamu katika eneo la Beni wameomba serikali na wadau wa kibinadamu kuwasaidia watu hao, hasa wale ambao hawana mahali pa kuelekea baada ya kurejeshwa nchini. Mashirika hayo yanaeleza kuwa wengi wao wanahitaji msaada wa chakula, malazi na huduma za afya. Tukio hili linachangia katika changamoto zinazoendelea kuwakabili raia wengi wa Kongo wanaovuka mipaka kutafuta maisha bora au usalama katika nchi jirani. Wataalamu wa masuala ya uhamiaji wanasisitiza umuhimu wa kufuata taratibu za kisheria za ukaaji ili kuepuka matatizo ya kufukuzwa au kukamatwa katika nchi za kigeni. Mamlaka za Kongo zinaendelea kufuatilia hali ya waliorejeshwa, huku zikitafuta njia ya kuwawezesha kurejea katika jamii zao
kwa usalama. Hiyo ndiyo ilikuwa ripoti kuhusu makumi ya raia wa Kongo waliorejeshwa kutoka Uganda na kupokelewa katika mpaka wa Kasindi wilayani Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini. Basi tuvuke katika siasa za vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mvutano wa maneno unaendelea kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na viongozi wa muungano wa M23 kuhusu hali ya usalama na ulinzi wa jamii zinazozungumza Kiswahili mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika mjini Goma hivi karibuni, viongozi wa M23 walidai kuwa serikali ya Kongo imekuwa ikilenga na kuwaudhuru wananchi wanaozungumza Kiswahili katika baadhi ya maeneo ya nchi. Kauli hiyo imeibua mjadala mkubwa katika duru za kisiasa na kijamii. Kijibu madai hayo, waziri wa mawasiliano, vyombo vya habari na msemaji wa serikali ya Kongo, Patrick Muyaya, aliyapinga vikali na kuyataja kama hayana msingi. Kwa mujibu wa waziri huyo, wanaodai kujitetea kwa niaba ya Waswahili ndio wanaotuhumiwa kuhusika na vitendo vya ukatili dhidi ya raia katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wao. Patrick Muyaya alisema kuwa wananchi wa Kongo pamoja na jumuiya ya kimataifa wanafahamu vyema wahusika wa machafuko na mauaji yanayoendelea katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alisitiza kuwa haiwezekani kwa wale wanaotumiwa kusababisha mateso kwa wananchi kujionyesha leo kama watetezi wa jamii hizo. Msemaji huyo wa serikali alieleza kwamba Kongo ni taifa lenye makabiliano ya jamii nyingi zinazoishi pamoja na kwamba serikali inatambua haki za kila raia bila kujali kabila, lugha au eneo aliyotokea. Alionya dhidi ya matumizi ya tofauti za kikabila au kilugha kwa madhumuni ya kisiasa ambayo yanaweza kuongeza mgawanyiko miongoni mwa wananchi. Ulizi zinakuja wakati hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kuwa ya wasiwasi kutokana na mapigano kati ya jeshi la serikali, makundi ya wazalendo na waasi wa M23 katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaona kuwa vita vya maneno kati ya pande hizo zinaonyesha jinsi mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi kuwa na sura ya kisiasa na kidiplomasia sambamba na mapigano yanayoendelea uwanjani. Hata hivyo, madai na tuhuma zilizotolewa na kila upande bado zinaendelea kujadiliwa, huku wananchi wakitarajia kuona juhudi zaidi za kurejesha amani, usalama na mshikamano wa taifa katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Hiyo ndiyo hali ya mjadala unaoendelea kati ya serikali ya Kongo na viongozi wa M23 kuhusu madai ya ulinzi wa wananchi wanaozungumza Kiswahili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante kwa kuendelea kuandamana nasi mwanzo mpaka mwisho kupitia taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji, kama itakuwa ndio mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kongo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa wengine nimesema unajiabone, una comment vile una partage. Na basi acha tukutane katika taarifa zetu za habari za mchana. Asante.